Tanzania kwa sasa tunazalisha umeme kiasi gani? Uwezo wa mitambo yetu wa kuzalisha umeme inafikia megawati 4335. Ukizungumzia extension cable ambapo nilikuwa nafahamu na huenda nimekosea, ni kwamba sio kusaidia kuchomeka vitu vingi, lakini ni kusaidia kuepusha umeme ukija mwingi kuunguza vifaa. Ni sahihi au nimekuwa nimeishi uongo? Habari, jina langu ni Janet Mesomapia. Karibu tena kwenye episode nyingine ya Ewura Podcast. Kila siku wanafurahi tukikaa hapa kuzungumza masuala mbalimbali ya sekta zinazodhibitiwa na Ewura, ambazo ni sekta za nishati pamoja na sekta ya maji. Na leo nina mgeni studio ambaye ni mtaalamu, ni mhandisi wa umeme. Atajitambulisha vizuri, lakini tutafanya mazungumzo yanayohusiana na sekta ya umeme. Mhandisi Joram, habari yako? Nzuri kabisa. Karibu sana. Asante sana. Ujitambulishe kwanza na utuambie unafanya nini hasa pale Ewura. Okay, naitwa Joram Kengete, ni mhandisi wa umeme pale Ewura na nafanya kazi kwenye idara ya umeme. Okay. Ewura inafanya nini kwenye sekta ndogo ya umeme? Jukumu lake hasa ni nini? Ewura ina majukumu kadhaa kwenye sekta ndogo ya nishati ambayo inajulikana kama sekta ya umeme. Cha kwanza ni kutoa leseni za kufanya shughuli za umeme, kuanzia kuzalisha umeme, kusafirisha umeme, kusambaza umeme, kuuza umeme na hata kusafirisha umeme nje ya nchi ama kununua umeme kutoka nje ya nchi. Lakini pia ina wajibu wa kuhakikisha kwamba mifumo ya umeme ya kutoa huduma ya umeme inakuwa inazingatia usalama ili kusudi huduma itolewe kwa usalama na inakuwa katika ubora unaohitajika. Lakini pia kuona kwamba huduma yenyewe ya umeme inatolewa kwa ubora unaotakiwa, kwa maana ya umeme wenyewe pamoja na wale ambao wanatoa huduma wanapokutana na wale walaji wa ile huduma ya umeme. Naam. Okay. Na Tanzania kwa sasa tunazalisha umeme kiasi gani? Na uhitaji wetu ni upi mpaka sasa hivi tunavozungumza? Kwa sasa hivi jumla ya uwezo wa mitambo yetu wa kuzalisha umeme inafikia megawati 4335. 4335 na 0.8 hivi. Na mahitaji yetu kwa mara ya mwisho ilikuwa mwezi Machi, ya mahitaji yetu ya juu kabisa yalikuwa 2200 karibu 68 na pointi hivi. Kwa hiyo hayo ndio yalikuwa mahitaji ya juu yaliyowahi kutokea. Lakini pia kwa maana ya kiasi tunachozalisha, mitambo yetu inaweza kuzalisha kutosheleza kiwango hicho cha juu cha mahitaji. Kwa hivyo uzalishaji unategemea mahitaji ya wakati huo. Ndio. Ina maana kama tukihitaji umeme zaidi bado facilities zetu zinaweza kuzalisha umeme zaidi. Ndio, inatosheleza kuweza kulisha hayo mahitaji. Okay. Naam. Umesema tunazalisha umeme takriban megawati 4 na hiyo ni uwezo wa mitambo yetu iliyofungwa. Okay. Uwezo wa mitambo yetu ni kuzalisha umeme 4335 na 35. Okay. Na nafahamu kwamba mradi wa Julius Nyerere
Ndio. Unazalisha megawati 2115 hivi. Mitambo ya Julius Nyerere ina uwezo huo wa kuzalisha umeme megawati hizo. Ndio. Zinazobaki ni uwezo wa vyanzo gani vya kuzalisha umeme? Kwenye vyanzo vingine sasa vyanzo vikubwa ambavyo kwa sasa tunavitegemea ni maji na gesi asili. Kwa ukiacha kwenye maji tuna gesi asili, lakini pia kuna vyanzo vingine vya maji ukiacha chanzo cha Mwalimu Nyerere kwenye hizo 2115 megawati. Zingine zinatoka kwenye vyanzo vya maji, zingine zinatoka kwenye gesi. Kwa hivyo kwa ujumla kwenye maji sasa hivi kuna 65.7 hivi au 0.8 nadhani. Lakini pia kwenye gesi kuna 35.7 hivi. Na kiasi kidogo sana akifiki hata 1% kinatoka kwenye mafuta. Mafuta mazito tunaita. Naam. Okay, kwa hiyo najua kwa miaka mingi tumekuwa chanzo kikubwa cha uzalishaji umeme kilikuwa ni gesi asilia. Nafikiri kwa imefikia mpaka 65% kabla ya mradi wa Julius Nyerere kukamilika. Naam. Kwa hiyo sasa hivi ni kama meza imepinduka. Maji yanatuzalisha umeme zaidi kuliko gesi asilia. Maji yamekuwa mengi yanazalisha kwa kiwango kikubwa zaidi baada ya kukamilika kwa mradi wa Julius Nyerere. Kwenye vyanzo hivi tuna vyanzo ambavyo ni vya nishati jadidifu. Katika hivi vyanzo ambavyo vinatuzalisha umeme, au ndio hiyo 1% ambayo umeisema inachangia kwenye hii chini ya 1%. Sio nishati jadidifu. Ni kutoka kwenye mafuta ambayo tunaagiza kutoka nje. Okay. Kuna baadhi ya mitambo ambayo tunaendesha kwa kutumia mafuta, lakini ni michache sana, ndio maana unaona haifiki hata 1%. Okay. Inafika 0.1 hivi. Ndio ambayo inazalisha umeme na inachangia kwenye mfumo wetu ya kuzalisha umeme. Kwa ni kidogo sana, na hii sio nishati jadidifu. Nishati jadidifu kwa sasa hivi inatoka kwenye wazalishaji wadogo ambao wana mikataba na TANESCO, kwa wanawauzia umeme TANESCO kutoka kwenye vyanzo kama vya maji, kwa maana mitambo midogo ya maji, lakini pia kwenye sola, kwa maana kwenye umeme wa nishati ya jua. Naam. Okay. Hivi tunazalisha umeme kwa upepo? Mpaka sasa hivi kuna wazalishaji wote wanaozalisha kwa upepo? Sasa hivi kwenye mfumo wa gridi ya taifa hakuna. Ingawa haidhuru kuna mzalishaji na msambazaji binafsi anaitwa Mwenga, yeye ana mtambo wa nishati inayotokana na upepo ambao hajaingiza kwenye gridi ya taifa, lakini anazalisha umeme na kuwauzia wateja wake kwenye eneo ambao ana leseni ya kufanya hizo shughuli. Okay. Umeme ambao tunazalisha nchini unatumika zaidi kwenye shughuli gani? Au 1% kubwa ya umeme tunaozalisha nchini unatumika kwenye shughuli gani? Umeme unatumika kwenye shughuli nyingi, lakini unaendesha, kwa hiyo kuna sekta. Kwa mfano umeme unatumika zaidi kwenye sekta ya viwanda. Kuendesha mitambo ya viwandani, lakini pia majumbani, kwenye shughuli za biashara na nyumba za kuishi, nyumba za biashara, na kiasi fulani kwenye kilimo, kwa maana mambo umwagiliaji maji na kuchakata labda bidhaa zile za kilimo. Tunasikiaga wanasema umeme umezalishwa labda megawatt kadhaa. Unaweza ukatupa picha ya mtu ukisikia
megawatt moja inamaanisha nini na ukubwa kiasi gani? Kurahisisha, megawati moja kwanza kizio cha umeme ni wati. Kwa hiyo ikiwa megawati moja manake ni wati milioni moja. Kwa hiyo ukisema watt ni kama ukinunua bulb unaona inaandikwa watt kwa sababu yenyewe ina kiasi kidogo cha umeme kinachotumika. Sasa kusema mega ni kurahisisha, badala kusema kilowati milioni moja unasema megawati moja. Kwa hiyo kwa kuwa kwenye matumizi yetu hatuwezi kubeba kwa kiasi kikubwa kiasi cha kutumia megawati niseme kiwati hizo milioni moja kwenye sehemu moja. Haidhuru kuna sehemu kama zile za viwanda inaweza ikatumia ile hata zaidi ya hiyo megawati moja. Lakini sasa kwa mtu wa kawaida kumpa picha inabidi tutumie kile kizio kidogo kwa maana cha wati. Kwa hiyo kwa mfano kwenye nyumba moja inaweza kaa inatumia labda kilowati labda 2 kwa mfano au 5. Hiyo ndio uwezo wa vifaa vyake vyote vitawaka ukimpa kilowati 5. Sawa. Kwa hiyo nikichukua milioni 1000 nikagawa kwa 5, 1000 hizo sasa nitaweka ni kilowati sasa. Kwa sababu hii 5 ni kilowati, kwa maana hapo ni watt 5000. Nitachukua hiyo milioni moja ambayo ni kilowati, nitamfanya iwe hiyo milioni moja ambayo ni watt. Nitaifanya iwe kilowatt na yenyewe kama ilivyo kwenye matumizi yake nyumbani kwake ni kilowati 5. Nazo hizi megawati 1000 nitazibadilisha ziwe kilowati. Kwa zitakuwa zenyewe kilowati 1000. Nitagawa kwa 5 nitapata 200. 5 kwa nini? Kwa sababu kila nyumba nimechukulia kwamba inaweza kutumia hizo kilowati 5. Kwa nataka nione sasa hizi kilowati 1000 zitalisha nyumba ngapi. Kwa nikigawa 1000 kugawa kwa 5 nitapata 200. Kwa 200 maana yake kilowati 1000 zinaweza zikalisha nyumba 200. Lakini nakumbuka kwamba hiyo kilowati 1000 ni megawati moja. Ikiwa kilo maana yake ni 1000, ikiwa mega ni milioni moja. Kwa nimebadilisha ile milioni moja nimeifanya iwe kilowati moja. Kwa kifupi zaidi ni kwamba zile megawati moja kama nyumba zitakuwa na uwezo zina mahitaji ya kilowati 5 kila moja, basi zitashiba nyumba 200 kwenye hiyo megawati moja. Tuzungumzie wazalishaji wa umeme nchini. Ndio. Mpaka sasa hivi tuna wazalishaji wangapi, wa namna gani, wakubwa na wadogo? Tunataka kupata picha ya wanaofanya biashara ya kuzalisha umeme nchini. Kwa sasa hivi wazalishaji wakubwa wa umeme ni shirika la umeme la taifa TANESCO. Ndio ambaye anazalisha kwa kiwango kikubwa kabisa na kutosheleza karibu mahitaji asilimia kubwa sana ya nchi yetu. Lakini wako wazalishaji wadogo ambao wao wanazalisha umeme alafu wanamuuzia TANESCO kwa kiasi kidogo ambacho kinachangia kuboresha kiwango cha umeme maeneo yale ambao wanamuuzia TANESCO. Wanapozalisha pale walipo, kama mtu yuko labda Njombe au yuko labda Longido, ana ile sehemu ya TANESCO ya Longido anaingiza umeme kwenye mfumo wa TANESCO. Ule umeme anapoingizia pale unaboresha kiwango cha umeme kwenye ile eneo husika. Ile eneo husika, naam. Kwa hivyo hao wapo, lakini ukiwaweka kwenye kiwango cha asilimia ni kidogo sana. Ni kidogo sana. Lakini wapo, ni wadogo. Kwa maana wako chini ya
wako chini ya megawati 10. Kwa sababu katika sheria zetu ni kwamba wazalishaji wadogo ni wale walio chini ya megawati 10. Na hao ndo wanaitwa wadogo. Na kwa hiyo kuna TANESCO ambaye ndio mzalishaji mkuu. Ndio. Alafu kuna wazalishaji wadogo ambao wanazalisha umeme na kuuza kwa TANESCO. Ndio. Hawa wadogo umesema kuna ambao wanafanya biashara pia wanauzia watu wa maeneo yao. Ni sahihi? Ni sahihi. Lakini pia kwa shughuli zao binafsi. Kuna ambao wanafanya hivyo. Wapo ambao wanazalisha na wanatumia kwa matumizi yao, hususan wa viwanda. Kwa sababu wanapata umeme wa TANESCO, lakini pia na migodi wanaweza kuwa pia wana mitambo ya kwa ajili ya kuzalisha na kutumia wenyewe. Lakini wapo kwa mfano ambao wanatumia wenyewe pia wanamuuzia TANESCO. Kwa mfano viwanda vya sukari kama labda Bagamoyo hapo au Kilombero, wanachukua yale mabaki ya miwa ukisha kamua ile juisi ya kutengeneza sukari. Sasa yale mabaki yanaenda kutumika kusukuma mitambo ya kuzalisha umeme. Kwa hiyo wale, kwa sababu nao wana mahitaji ya umeme pale, wanatumia. Lakini kuna wakati wanakuwa na umeme mwingi kiasi kwamba wanakuwa hawahitaji, kwa ule ndo wanamuuzia TANESCO. Hususan kipindi ambacho wanakuwa wanavuna miwa mingi, na mabaki yanakuwa mengi zaidi. Lakini wapo ambao ni baadhi, mfano kama kwenye visiwa hivi, wanazalisha umeme lakini pia wanasambaza umeme, wanawauzia watumiaji wa mwisho. Kwa hiyo wale tunaita wa majumbani. Wa majumbani moja kwa moja. Hata viwanda vidogo watu wanachomelea pale, wanafanya shughuli za kuprocess mashine ndogo ndogo hapo, wanaweza wakatumia ule umeme, unakuwa watosheleza kabisa. Hivi kuna watu wanatengeneza umeme wao wa kutumia mwenyewe kwa matumizi ya nyumbani. Wapo watu wa namna hiyo? Ni kitu ambacho kinawezekana. Kinawezekana. Kwanza kinawezekana. Lakini na pia kinaruhusiwa kisheria, mradi upate leseni, ufuate zile taratibu zinazotakiwa. Kwa hiyo, lakini chanzo cha kutumia, kwa mfano mtu si vile labda anakuwa na ile watu wanasema generator ambayo yanatumia labda mafuta. Maana pia kile ni chanzo cha umeme. Na pia ni chanzo pia cha umeme. Anafunga generator yake, anaweka mafuta yake ya petroli au diesel, yanasukuma ule mtambo wake, anapata umeme. Yule pia ni mzalishaji binafsi. Na anakuwa anazalisha kwa matumizi yake binafsi. Lakini pia umeme pia unaweza ukazalishwa kwa kutumia njia zingine. Kwa hiyo kwa mfano mtu akifunga mtambo wa nishati ya jua, anafunga, wengine wanaweza kaweka kwenye paa lake pale, yule pia ni mzalishaji binafsi, kwa sababu pale kwenye ule mtambo wa nishati ya jua utampa umeme na atatumia kwa matumizi yake akipenda. Kwa bado pia hiyo ni njia pia ya kuzalisha umeme kwa kutumia kwa ajili ya matumizi binafsi na kwa mitambo binafsi. Okay. Kuna maeneo ambayo gridi ya taifa haijafika. Ndio. EWURA ina mchango gani kwenye kuhakikisha maeneo haya yanafikiwa na wanapata nishati ya umeme? Kwa ujumla EWURA inajaribu kuona kwamba huduma ya umeme inafika nchi nzima, hata ile ambayo haijafikiwa na grid. Sasa mchango wa EWURA ni masuala ya kuandaa mazingira ya kuvutia uwekezaji wa hayo maeneo, lakini pia kulinda ule uwekezaji. Kwa hiyo yenyewe kupitia sheria iliyopo ya umeme pamoja na sheria inayoianzisha EWURA, inatengeneza kanuni zitazo na miongozo inayoongoza uwekezaji kwenye yale maeneo, lakini pia namna ya kulinda ule uwekezaji na pia kufanya ile huduma inakuwa endelevu, ili wale wawekezaji waweze kurejesha gharama za uwekezaji na kutoa huduma, lakini pia wale wanaopata ile huduma waweze kumudu ile gharama ya ile huduma. Kwa huu ndo mchango wa EWURA, kuhakikisha kwamba hiyo huduma inapatikana, lakini inakuwa
ambayo kwa upande wa mlaji anaweza kuimudu kwa maana kulipia gharama yake. Tuzungumzie upangaji wa bei ya umeme. Mambo gani huwa yanazingatiwa kwenye kupanga bei za umeme nchini? Bei za umeme zinapangwa kwa kuzingatia gharama za uwekezaji ambazo zinahusisha mitaji ya kufunga mitambo ya kuzalisha umeme na miundombinu ya kusambaza mpaka kumfikia umeme huyo mlaji wa mwisho anayetumia umeme. Lakini pia gharama za uendeshaji za kutoa huduma kwa ajili ya kumpelekea hiyo huduma mlaji. Lakini pia kuna mambo pia ya ruzuku. Kuna gharama zingine zinaweza kuwa zimepata ruzuku ya serikali au ya wafadhili. Sasa yote hayo yanazingatiwa ili kupata ni kiasi gani ambacho kitamtosheleza huyu mwekezaji na mtoa huduma kuweza kurejesha gharama za uwekezaji wake na gharama za kumudu gharama za uendeshaji, na pia kiasi gani pia huyu mlaji wa mwisho ataweza sasa kumudu. Hayo ndio baadhi ya mambo muhimu ambayo yanazingatiwa katika kuandaa zile bei. Haidhuru anayeandaa bei ziweje, anakuwa anaandaa yeye mtoa huduma ambaye sasa lakini anathibitisha kama tunasema justify, neno la Kiswahili halija haraka, lakini anasema kwamba ni kwa nini, ni kwa sababu gani za kiufundi na kiuchumi na za kifedha, kwa nini hiyo gharama inafika kiasi hicho anachotaka yeye ndio kiwe bei ya umeme. Na sisi EWURA tunao wataalamu wa kutosha kabisa, tunapitia, tunajiridhisha kwamba hichi anachosema kina mantiki na ni cha kweli. Na tunaona kwamba je, kuna haja ya kufanya hivyo. Ndio namna ambavyo mchakato unafanyika. Kumekuwa na malalamiko au changamoto ambazo huwa zinajitokeza hususan kwenye watumiaji wa majumbani. Kuna ajali zinatokea kama shoti imeunguza nyumba au imeunguza vifaa vinavyotumika nyumbani. EWURA inasimamia vipi kuhakikisha matukio kama haya hayajitokezi? Na huaga inakuwaje matukio kama haya yanatokea? Nianze kwanza na utaratibu wa EWURA. EWURA kwa mujibu wa sheria ni kwamba imeweka utaratibu wa kuwapa vibali wale mafundi au wataalamu wanaofunga mifumo ya umeme kwenye majengo ambao ni pamoja na nyumba za watu za kuishi. Ambapo wahusika wanatakiwa wawe na elimu iliyotajwa kwenye sheria ya ufundi wa umeme. Lakini pia wawe na uzoefu fulani, na kuna madaraja hayo ambayo yanafanya huo uzoefu na kiwango cha elimu ndio wapewe hizo leseni kwa madaraja hayo kulingana na uwezo wao kielimu, uwezo wao kiuzoefu, kiufundi, lakini pia uzoefu wao, kiwango cha uzoefu wao. Kwa lengo ni kwamba kuhakikisha kwamba wale ambao wanafunga ile mifumo ya umeme kwenye majengo wanakuwa ni wale ambao wana ujuzi, wana elimu stahiki na uzoefu. Na uzoefu. Naam. Sasa hiyo
EWURA imeweka taratibu zake na imeweka namna ya utaratibu wa kuwatambua na kuwapa zile leseni, kuwaruhusu wafanye zile kazi. Lakini huko kuna mambo ambayo sasa yanahusu pande tatu. Namna gani ajali inaweza ikatokea ya inayotokana na umeme, ambayo mwisho mara nyingi inaweza kuwa moto, inaweza kuwa sio moto. Inaweza kuwa itirafu ambayo ikamdhuru mtu, ikampa ulemavu, au ikachukua maisha yake pia. Inaweza. Sasa mambo gani ambayo yanaweza kusababisha haya yote? Cha kwanza ni huyu anayefunga mifumo ya umeme. Anaweza akawa amefunga mtu ambaye sio mtaalamu, au hata mtaalamu akakosea, au huyu mtaalamu kukosea kwake ni kwamba anaweza kawa amemtumia mtu ambaye, au akafanya kazi na mtu ambaye hana utaalamu. Atakuwa amekiuka maadili aliyopewa kwenye leseni yake. Nataka kuzungumzia zile sababu zinaweza kutokea. Kwa hivyo ule mfumo wenyewe unaweza kuwa na itilafu. Kwa maana jinsi ulivyofungwa au vifaa vilivyofungwa vikawa havina viwango vya ubora vinavyostahili. Kwa hiyo hapo litakuwa kasoro, itakuwa imetokana na huyu anayefunga ule mfumo. Aliufunga visivyotakiwa. Inaweza kaa huyu anayetumia mfumo wa umeme sasa nyumbani kwake au mahala popote ambapo anatumia ule umeme. Kwa mfano Janet, hapo uko na nyumba yako nzuri kabisa pale, fundi akakufungia umeme pale, akakwambia hapa utatumia kifaa fulani cha umeme. Utatumia hapa kuka, hapa utatumia kitu kingine, utatumia hapa redio, hapa TV. Sasa yale maeneo ulioambiwa hivyo vifaa vilivyowekwa kwa utaratibu huo, maana yake vina kiwango cha umeme na kinatofautiana kifaa hadi kifaa. Sasa wewe ukaenda ukachukua kifaa fulani kama kuka, ukaenda ukaweka kwenye hii, kwa mfano tunasema socket, ambayo yeye alikwambia hii utapigia pasi. Sasa pasi na jiko la umeme vina kiwango tofauti cha umeme. Kwa pale inaweza ikatokea ajali, kwa sababu ule waya unaweza ukaungua. Na ukiungua au ukisababisha moto, kwa sababu umevuta umeme mkubwa kuliko ule uwezo wa kustahimili umeme uliopangiwa ule waya. Kwa wewe ndio umetumia vibaya ule mfumo. Sasa hapo utakuwa ni wewe, lakini kuna mahala ambapo yeye atakuwa amefunga vibaya ule mfumo. Lakini inaweza kutokea ambao ni nadra sana kwamba umeme ukaja katika msongo ambao umezidi kiwango kinachotakiwa kutoka kwa mtu wa huduma. Nasema nadra sana kwa sababu mifumo ile ya kusambaza umeme inasimamiwa kwenye kila kituo cha umeme, ambao ni vituo viko vingi, na pamoja na miundombinu iliyoko inayotusambazia umeme inaweka kiwango cha umeme. Na sasa hivi kwa mfano kuna baadhi ya mita za TANESCO umeme ukizidi tu inakata ile mita. Kwa hiyo hatutegemei wewe utapata madhara kule ndani. Lakini hata katika mfumo ule umeme unafungiwa vifaa vya ulinzi ili umeme ukizidi vikate. Sasa kinaweza kawa kifaa ama ni kibovu au kimeharibika au kilifungwa kisicho na ubora. Kwa umeme ukija wenye itirafu chini hakioni, kinasema huko sawa sawa. Matokeo yake ile itirafu inaleta madhara. Kuna vifaa vingine kwa mfano hivi ambavyo unaweza kujua vimeharibika kama ilivyo vifaa vingine vyote. Ni mechanical, kwa maana kina movement, kina mwendo, kinajongea, kina sehemu, kifaa chote kinachohusika na kujongea huwa kinachoka. Hata kisichojongea kinaweza kikachoka. Kwa kile kuna sehemu kinajongea, kina spring zile. Sasa pale wameisha sema waliotengeneza kile kifaa
kwamba unatakiwa unakijaribisha kila mwezi. Kwa nini kila mwezi? Kwa sababu ni karibu vifaa vyote vya majumbani vya ulinzi wa umeme. Kila mwezi unatakiwa uende unabonyeza. Ukibonyeza kinafyatuka. Kikifyatuka maana yake ni kizima. Kuna sehemu ya kurudisha, kikifyatuka umeme unazima. Hapo unazungumza ni ile wanaita ile wanapenda sana kuita main switch. Main switch. Kwa ni muhimu mle ndani ya main switch kunakuwa na hicho kifaa humo ndani. Kinafungwa. Lakini kile kifaa kimeandikwa vingi vinatumia lugha ya Kiingereza. Test monthly. Maana kila mwezi mara moja unakibonyeza tu. Na pale fundi akishamaliza ile kazi inabidi amwambie yule mwenye nyumba kwamba hapo utakuwa unabonyeza, kwa sababu kile sasa akijawekwa kwamba atakayekuwa anafanya nia kazi ni yule fundi, ni wewe mwenye nyumba. Kikikataa kufyatuka, wewe kazi yako sio kumwambia fundi kwamba kile kifaa changu nikibonyeza hakifyatuki. Ukisema hakifyatuki ni kwamba unafanya kama una test, unawasha. Unazima. Kama unazima. Kwa sababu lazima kiwe na uwezo wa kuzima umeme ili usilete itirafu, kwamba ikitokea shida ya umeme chenye kinazima. Sasa unapokitesti maana yake utakibonyeza kitazima. Utasema kumbe una uwezo wa kufanya kazi. Sasa kisipofanya hivyo maana yake hakifanyi kazi. Sasa wengi unakuta haendi kukijaribisha, au hata yule fundi hajamwambia kwamba utakuwa unajaribisha hichi. Sasa pale huwezi kujua kama ni kibovu. Kwa hiyo nimeelezea hapo kwamba hiyo itirafu ya umeme inaweza kusababishwa na mwenye nyumba au yule fundi anayefunga mfumo wa umeme au mtu wa huduma ambaye ni nadra sana. Kwa mara nyingi wanakuwa watu wawili. Au wakati mwingine wewe mwenye nyumba, huyo mwenye nyumba kafungiwa mfumo. Wakati anaomba mahitaji yake alisema mimi bwana nitaweka hapa TV, hapa nitaweka pasi, hapa nitaweka hichi na hichi. Hapa nitaweka friji. Baadaye kapata pesa zaidi. Kaleta vitu. Na TANESCO amemwambia pale kwenye fomu ya kuomba maombi kwenye mkataba wa kupewa umeme kwamba unapobadilisha mfumo wako niambie. Na inatakiwa hata yule fundi anatakiwa amueleze kwamba saizi bwana mimi nilikuwa sina jiko la umeme. Kwa awali hukuniwekea mfumo wa kuweka jiko la umeme. Njoo uje unifungie sehemu ya kuweka jiko langu la umeme. Sasa yeye anasema mbona kuna hii socket iko hapa? Na inapokea nikiweka, anaweka kwa nini situmie? Haitaji au kaweka vifaa vingi. Unaona kuna hizo wanaita extension wire ambazo zinarahisisha kusogeza sehemu ya kuunganisha vifaa vya umeme. Au inapokea vifaa vingi zaidi, inaongeza yale matundu. Sasa yale matundu hayaongezwi kwa kipimo. Unaweka kifaa cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, vinakuwa vingi tu bila kujali hivi vifaa vinafyonza umeme kiasi gani. Na vinaweza ule waya unaoleta ule wa mwanzo sasa kule ambako huu wa extension unapokea. Je, unaweza kubeba umeme mle kwenye waya ukapita ukalisha hivi vifaa vyote? Subiri, kabla hujaendelea. Ukumbuke wazo ulikuwa unalizungumzia ili turudi hapo. Ndiyo. Ukizungumzia extension cable. Kwa uelewa wangu ambapo nilikuwa nafahamu na uenda nimekosea. Ni kwamba sio kusaidia kuchomeka vitu vingi. Lakini ni kusaidia kuepusha umeme ukija mwingi kuunguza vifaa. Ni sahihi au nimekuwa sio sahihi? Nimeishi uongo. Been living a lie. Mimi ndo nafahamu hivyo. Kwamba ile extension ile extension yenyewe ndo maana inasema extension kwa Kiingereza, maana kinasogeza. Kwa hiyo ile sehemu wewe ya kupachika siko mbali kule labda ukutani, wewe unataka hapa katikati. Kwa hiyo ina extend, maana yake inaihamisha ile sehemu na kusogezea mahala fulani unapotaka wewe. Sasa uongo. Lakini sasa hii extension kumbuki imeongezewa na matundu. Wakati pale kule mwanzo kuna tundu moja tu, huku wamekuongezea matundu zaidi, kwa maana mfano vingine vina tundu 5. Kwa hiyo ina maana unaweza kupachika vitu vingine 5 tofauti. Wengine mpaka wanaongezea tena kichwa kingine pale juu kina matundu mengi. Wanaweka vitu kadha bila kujali vile vitu kwa hiyo uongo vinatumia umeme kiasi gani. Nani alitupa uongo? Nani alitudanganya hili swala? Anaweza kuwa mtu aliona labda kule ndani labda kuna kitu kama fuse hivi, akasema hii ukiweke na fuse, lakini hiyo sio swala. Ile yenyewe ile
ile socket pale ukutani pia ina fuse ambayo inaweza kafeli au ikawa na shida fulani. Kwa hiyo isikate ule umeme. Kwa mtu anaweza kufanya hivyo, akaweka vifaa akajaza pale. Akijaza sasa, sisi kwenye umeme vitu vyote vinatakiwa viwe thabiti tunasema. Yaani wewe mwenyewe ukipachika kwenye yale matundu uone kwamba unavotoa kilainiki wala kichezi. Kikicheza unaona wakati mwingine zinatoka cheche. Cheche ni dalili mbaya. Okay. Kwa hiyo sehemu ambapo ule mshikano unakuwa haujawa thabiti kwenye umeme ni tatizo. Kwa wakati unaunganisha lazima iwe thabiti. Sasa unavoweka zile extension na vitu vingine, mshikano unakuwa sio thabiti, inaweza ikaleta umeme unakuja unapita kwa nguvu unakuwa mwingi. Na ukiwa mwingi vile vitu kwa sababu vimeundwa na tuseme material ile, kwa hiyo inaweza kaanza kuyeyuka. Saa nyingine inayeyuka taratibu, wewe hufahamu. Moto unaanza pale kimya unakuwa mkubwa. Kama kuna material ina support moto, pazia limening'inia au iko kwenye kochi, kwenye carpet, inashika moto. Kwa hiyo pale tayari aliyesababisha ile ajali sio fundi wala sio anayeleta huduma, ni yeye mwenyewe mwenye nyumba, aidha kwa kutojua huyu mtumiaji. Kwa hiyo kwa upande wa ufundi tunasema kwamba mtumie kwanza fundi ambaye ana ujuzi na ana leseni. Kwa nini? Kwa sababu leseni inakuhakikishia kwamba huyu fundi amepita kwenye mamlaka ambayo imethibitisha kwamba ana uwezo wa kujua mifumo ya umeme. Awe na leseni ya EWURA, kutoka EWURA, kwa sababu ndio mamlaka ambayo inahakikisha kwamba hao mafundi ni wale wenye ujuzi, wenye elimu na ujuzi unaotakiwa kufunga mifumo ya umeme. Lakini pale ambapo kuna kwa maana kuzingatia matumizi sahihi, kwamba kile alichoeleza fundi tumia kile fanya matumizi yale ambayo ndio yameelezwa kwenye ufundi. Kama una mahitaji yako wewe mueleze fundi tu, mimi pia nitataka baadaye niwe na hichi na hichi. Atakwambia kwamba utahitajika kununua au kufunga kitu fulani, ili kusudi wewe uweze kutumia bila, hata kama utabadilisha, pale unapobadilisha mwambie mtafute fundi yote. Sisi kwenye tovuti yetu EWURA mle tuna idadi ya mafundi kaza katika karibu kila mkoa. Kwa kama mtu hajui kabisa kwamba fundi nitapata wapi, akaenda kwenye tovuti yetu atapakua ile orodha. Hatusemi sisi kwamba nenda kwa fundi fulani, kwa sababu sisi wale wote ni wateja wetu na zile kazi ni za kibiashara. Kwa watu wa Pangii tunaamini tu kwamba yoyote katika wale wanaweza kufanya zile kazi. Kwa sisi sana tunaweza tukampa orodha hiyo, utafuta naye kufaa yoyote pale. Okay. Kwa hiyo EWURA kisha wapatia mafundi hawa leseni, ndio kitu gani kingine anafanya kuhakikisha kwanza wanafanya shughuli zao kwa kuzingatia sheria, kanuni zilizopo, pamoja na wateja kuwa salama kwa ujumla? Pia EWURA anatoa elimu kwa hawa mafundi, namna kuwa na maadili na kuzingatia ujuzi wao na taaluma, kwa maana uelewa wao wa elimu yao walionayo. Kwa pia huwa tunaendesha semina, lakini pia tumeweka mfumo ambao unajaribu kuona kwamba kunakuwa na ule wajibu wa kwamba yule anayefunga mfumo wa umeme ndio anahusika hadi kwenye kupitisha yale maombi ya kufungiwa umeme. Kwa hiyo kwa mfano ukiomba saizi umeme, unavyoenda kuomba kwa mtoa huduma TANESCO, utaenda kwenye mfumo ambao uko kwenye tovuti. Kwa hiyo ukienda kule kwenye mfumo, kuna sehemu ambapo watakwambia aliyekufungia umeme ni nani. Yule ndo atatakiwa aseme, athibitishe kwamba amekufungia umeme na aonyeshe ile michoro aliyofunga. Na kwa hivyo TANESCO hawezi kukuletea ile huduma mpaka huyo ahakikishe ile sehemu yake amejaza. Akijaza manaka anathibitisha kwamba ule mfumo wa nyumba yako ameufungia yeye, mfumo wa umeme ameufunga yeye. Unaona? Kwa hivyo ile ni njia mojawapo ya kuhakikisha, kwa sababu
ile sehemu inahitaji nywila ili aingie pale ndani. Na hii nywila anakuwa amepewa huyo fundi wa umeme pekee. Kwa ni yeye hawezi akaingia mle mtu mwingine akathibitisha kwamba kafanya ile kazi. Lakini pia huwa tunawakagua wakati mwingine kwenye zile kazi zao. Wako wataalamu wetu, hata mimi mwenyewe wakati tunakwenda na tena tunaenda kwa kushtukiza tu kwamba saa hizi tutakagua mfumo fulani na mfumo fulani ambao tutaiona kule TANESCO. Fulani amesema amefanya amefunga mfumo kwenye nyumba ya Janet. Sisi tunaenda tu kwa Janet, tunamwambia njoo hapa kwa Janet. TANESCO ametuambia wewe amempelekea umeme Janet, alafu wewe ndio umesema umefunga huu mfumo. Sasa ule mfumo sisi tutauangalia pale. Hata kwa kushtukiza tu. Kwa hiyo tutajua kwamba huu anafanya kazi kwa kiwango gani. Kwa nini? Kwa sababu kule amesaini yeye kwamba yeye ndo amefunga ule mfumo kwa TANESCO, na TANESCO anatunza zile kumbukumbu. Haidhuru kwenye sheria pia tunamtaka hata tukienda kwa Janet amemwandikia certificate inaonyesha kwamba mimi fulani ndio nimefunga mfumo umeme wa nyumba ya Janet. Janet anatunza zile kumbukumbu. Kwamba kukitokea masuala yote atatafutwa fulani ndo anawajibika na hii hitilafu. Lakini pia Janet kama kuna mazuri atamwambia, sasa fundi wangu njoo bwana, hebu rekebisha, mimi napenda nikutumie wewe mwenyewe. Nataka ubadilishe kitu fulani. Kama yupo. Kama hayupo, ufundi amiliki mtu. Yoyote pia anaweza kubadilisha ule mfumo au akaboresha kama unahitaji maboresho. Kwa hiyo sio lazima umtumie yule wa awali, kwa sababu anaweza kawa kuna mambo mmeshindwana au hapatikani, unaweza kumtumia mwingine. Sasa imewekwa kwenye taratibu. Kwa kuna hiyo taratibu ya kuwafuatilia, lakini kuwaweka katika mfumo ambao kazi zao zinakuwa zinaweza kukaguliwa. Kuona kwamba zinazingatia viwango. Ambacho hatuwezi kufanya ni tutafanya kwa maana kumpa elimu huyu mtumiaji wa umeme sasa kwamba atumie kwa usahihi. Na pia tunataka kwamba wenzetu watoa huduma na wenyewe pia watoe hii elimu kwa umma na kwa wateja wao wanaotumia umeme, ili kupunguza ama kuongeza uelewa, lakini pia kupunguza ajali, kwa sababu hatuwezi kuwepo kwenye matumizi ya kila siku ya huyu mwenye nyumba kwa tatizo ambalo litatokana na yeye, na hatuwezi kuwepo kila panapofungwa mfumo. Lakini tumetengeneza mfumo wa kuhakikisha kwamba anayefunga mfumo ni mtu mwenye uelewa, kwa maana ana elimu, ana ujuzi, na pia anakuwa na uzoefu wa kufanya ile kazi. Sasa hapo kunaweza kutokea vitu ambavyo vimekiukwa tu, kama ambavyo mtu ampewa leseni anaweza kuendesha gari lakini anagonga. Hivyo vinaweza kuwa mambo haya yanaweza yakatokea, lakini sisi tunajaribu kuhakikisha kwamba taratibu zote zinakuwa zinafuatwa ili kuepusha kabisa hizo ajali za moto zinazotokana na hitilafu za umeme, ama hata ajali za watu kupata ajali kwa maana kupata ulemavu au hata kupoteza maisha. Tunaombea isitokee, lakini wakati mwingine inaweza kujitokeza. Tunavyoelekea mwishoni wa haya mazungumzo, kuna fursa gani kwenye sekta ya umeme ambazo watu wanaweza wakazitumia hizo fursa? Fursa zipo nyingi. Zipo kwa wawekezaji, wanaweza wakazalisha umeme wakamuuzia TANESCO, na saizi TANESCO kwa kisheria amewekea utaratibu kutangaza hizo fursa maeneo ambayo watu binafsi wanaweza wakafunga mitambo na wakamuuzia umeme. Zipo kwenye kanuni na TANESCO anatarajiwa kufanya hivyo. Lakini pia wanaweza hata kwenye miradi mikubwa wakazalisha umeme. Kama TANESCO anaona kuna haja ya kununua umeme kutoka kwenye wazalishaji binafsi, anaweza pia kuingia nao mkataba. Kwa hiyo ni fursa zipo pia. Na fursa zingine ni kujenga miundombinu ya umeme sasa hivi, ya usambazaji, hata ya usafirishaji, ya usambazaji ambayo ni mingi zaidi. Na pia unaona kwa mfano miradi ya kupeleka umeme vijijini. Sasa hivi kuna masuala ya kazi za
ambazo ziko chini ya Energy Compact aliyokuwa ametangaza ama amepitisha Mheshimiwa Rais kwamba hadi kufikia 2030 tuunganishe wateja, tuanze kuunganisha wateja kila mwaka, tuunganishe wateja milioni 8 karibu na 300,000 hivi. Kwa hiyo tunategemea kwamba kila mwaka tuunganishe karibu wateja milioni 1 na 700,000. Sasa hizi TANESCO wanaunganisha wateja takribani 500,000 kwa mwaka. Sasa you can imagine tunaenda mpaka, unaweza kupata picha, tunaenda kutaka kuunganisha wateja milioni 1 karibu na 700,000 kwa kila mwaka. Ni zaidi ya mara 3 ya sasa. Kwa hiyo mle kazi nyingi zitajitokeza za kusambaza umeme. Maana lazima usambaze ufikie maeneo ambayo yanahitaji umeme hajafikiwa. Kuna miradi ya REA ambayo inaendelea, lakini huko watu wanapewa kandarasi ili waweze kupeleka huko vijijini umeme. Kuna fursa kufunga hata mitambo. Watu wanakuwa na wenye viwanda wale wanataka watu wenye ufundi na makampuni wafunge ile mitambo yao, wafungie. Lakini pia kuna hata kwenye kuuza umeme. Wakati fulani kampuni fulani zilikuwa unanunua umeme kwenye simu. Maana yake pale kimsingi kuna huduma za mawasiliano za teknolojia kwa ambayo inakufikishia wewe huduma, kwa sababu wewe kwenye simu yako pale unaponunua, maana yake ile mtandao ule sio wa TANESCO. Kwa ina maana kuna mtu anawezesha ile huduma ya TANESCO wewe uipate. Lakini pia kuna ambayo inafanana na hilo. Kuna kutoa huduma sasa ya mawasiliano, lakini ni kwenye sekta umeme. Kwa mfano kuna mita ambazo TANESCO anasoma akiwa ofisini. Lakini anasoma vipi? Ni kwa sababu kuna huduma ya mawasiliano kama ilivyo wewe simu yako, ambayo inachukua taarifa za kwenye mita pale kielektroniki, inampelekea TANESCO. Anaona kwamba mteja fulani ametumia umeme kiasi kadhaa kwa mwezi huu bila kwenda pale kwenye ilipo ile mita. Sasa ile huduma ni ya mawasiliano kwenye sekta umeme. Anaitoa mtu mwingine ambaye ni fursa kwake, kwa sababu atalipwa na TANESCO. Kwa hizo ni baadhi ya fursa zilizopo kwenye tasnia tuseme ya umeme. Mwisho kabisa, EWURA imejipangaje sasa kwenye kuhakikisha tuna support ili lengo la kuhakikisha Waafrika zaidi ya nusu ya Waafrika wanapata umeme. Na hiyo ni lengo la ujumla kama bara, lakini kwa Tanzania kuhakikisha kwamba umeme unawafikia Watanzania, lakini pia umeme endelevu, nishati endelevu ya umeme inaendelea kupatikana nchini. EWURA amejipangaje kwenye eneo hilo? EWURA tumejipanga vizuri sana. Tunazo tayari taratibu ambazo zina kama nilivyoeleza awali, zinalenga kuweka mazingira ya kuvutia, kuwakaribisha na kuwavutia wawekezaji, lakini pia kuhakikisha kwamba zile shughuli za kutoa huduma za hawa waliowekeza zinakuwa endelevu. Na ili ziwe endelevu, maana yake lazima waweze kupata yale matarajio yao, lakini pia hawa wanaopata huduma waweze kulipa gharama stahiki. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kukaa pale katikati, kuona kwamba wanaowekeza wanapata kile walichotarajia, lakini pia hawa wanaotaka huduma nao
wanapata ile huduma waliotarajia, lakini pia wanaimudu ile huduma kwa maana ya gharama yake. Kwa hiyo hayo mazingira sasa yanahusisha kuweka kanuni na taratibu za namna kuendesha hizo shughuli, ikiwemo masuala ya mikataba ambayo inahusisha mauzo, labda kuuza umeme. Kwa mfano wanaweza kawa wengine wanamuuzia TANESCO umeme ili kusudi naye akawauzie wale watumiaji wa mwisho. Kwa hiyo hapo kunaweza kuwa na masuala ya mikataba. Ile mikataba pia huwa tunaipitia sisi na kuiruhusu kwamba iweze kuingia kati ya pande hizo mbili. Sasa pia kuna kuwepo na miongozo tunayoiandaa sisi. Kwa hiyo ile miongozo lazima tuhakikishe, kwa mfano sasa hivi tuna kitu tunaita ni model power purchase agreement. Kwa maana kwamba ni mkataba ambao unakuwa unaingia kati ya mnunuzi na mzalishaji umeme na ule mnunuzi ambaye anachukua ule umeme kwa kuweza kuwapelekea walaji. Sasa ni model kwa sababu gani? Kwa maana kwamba badala unatengeneza kama unaandaa yale makubaliano kwa kiasi kwamba hawa watakapokutana wao hawachukui muda kuandaa kila kipengele, vingine viko tayari tu. Wanasema tu sisi tutatumia teknolojia hii na hii, lakini yale maelezo yale majadiliano hayawi marefu. Wanaenda kujadiliana vipengele vichache tu, lakini tayari kwa sababu ule mikataba ile inakuwa ni mirefu, majadiliano yake yanaweza kuchukua miaka kama kunakuwa hakuna rasimu. Kwa hiyo kama tunawatengenezea template. Wanaweza kusema template, au inakuwa kama rasimu ambayo wao wanaenda kukaa ndani yake mle kulingana na hicho ambacho wao wanataka kubaliana. Kwa hiyo wanachukua muda mfupi. Lakini pia tunalenga kuboresha mfumo wetu, kuona kwamba kama mtu anataka kuwekeza kwenye kuzalisha umeme labda na kuuza, anataka ajue hivi, mimi nikifunga mtambo kubwa kiasi kadhaa, nikitaka niuze umeme hivi nitapata kiasi gani kwa bei ndakauza umeme, na kama itanipa faida au itanifanya shughuli yangu iwe endelevu, ama kazi yangu kuzalisha na kuuza umeme iwe endelevu. Anaweza sasa akawa anaenda kwenye tovuti, anaingiza zile taarifa ambazo zinatakiwa, inampa yale maelezo kabla. Kwa hata kabla hajaje EWURA anapata ile picha. Atakapokuja chochote atakacholeta EWURA, ile picha anakuwa ameipata. Sasa ile picha inaweza pia ikamvutia. Tunachoamini ni kwamba mtu akiwa na taarifa anaweza kufanya maamuzi tena mazuri. Kwa hiyo tunamuongezea baadhi ya taarifa ambazo anaweza kazipata mapema zaidi, au anaweza kazipata kabla hata ya kuingia ndani kwenda kusema anachotaka kufanya. Amepiga hatua fulani ndo aje kuelewa kuna taarifa fulani nilikuwa sizijui, sasa ndo naziona, anakuwa amezipata kabla. Kwa hiyo na hizo zinaenda mpaka kwenye hatua kubwa zaidi. Kwa mfano haya masuala ya kuingiza umeme kutoka nje ya nchi au kuuza umeme nje ya nchi au kushirikiana na nchi zingine kwenye kuuza au kununua umeme kutoka kwetu au kutoka kwao au majirani zetu au nchi. Maana sio majirani wanaozunguka Tanzania. Hii unaweza kauza hata nchi ambayo haiko karibu na Tanzania, mfano kama Zimbabwe au labda na Angola, ambayo haikabiliani na Tanzania. Sasa mle kuna mifumo pia, kwa maana kwamba kuna mambo ya kisheria ambayo hayo mambo ama hayo masuala sisi tumeshajiandaa kuweza kuungana na wenzetu huku tukizingatia maslahi yetu. Kwa hiyo tunaingia kwenye yale makubaliano, lakini pia tunaingia kwenye zile taratibu za pamoja ambazo zinaongoza sasa zile biashara, na hapo kunakuwa na watoa huduma, lakini pia na wadhibiti. Kwa sisi tunashirikiana na wadhibiti wengine
upande wa kusini mwa Afrika kwenye jumuiya ya kusini mwa Afrika maendeleo SADC. Kuna upande tunaita kuna power pool inaitwa SAP huko kama umeshawahi kusikia. Lakini kuna sisi kwa sababu pia tuko upande wa mashariki, jumuiya ya Afrika Mashariki, ambayo jumuiya ya Afrika Mashariki sio kwa maana zizo ndani ya jumuiya pekee, ni eneo la Afrika Mashariki. Kwa hiyo lenyewe linaenda hata nje ya jumuiya, kwa sababu linazichukua nchi zote za jumuiya kwenye mambo ya umeme sasa. Kwa mfano nchi kama Sudani na Misri hazimo kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini kwenye huu utaratibu wa kuuza na kununua umeme wa kutoka nje, wenyewe wamo kwenye upande wa EAPP, East African Power Pool. Sasa kule kuna taratibu ambazo EWURA tumeingia. Yote hayo sasa ni kuhakikisha kwamba kwanza umeme unakuwa unapatikana kutosha. Lakini hata ukipatikana wa kutosha, lakini pia unakuwa na faida pale ambapo unakuwa wa ziada. Lakini huku kwenye kusambaza sasa, kama hili ulozungumzia kwamba wanapataje sawa huduma. Kwa sisi pale tayari tunahakikisha kwanza leseni zetu zinatoka kwa wakati. Mafundi wengi wanakuwa wana leseni, mtu asipate sababu eneo langu mimi sipati mafundi. Watu wakitoka vyuo wale ambao wameshafundishwa vizuri wanapewa leseni. Na sisi tunatoa ile elimu ya nini ya uelewa, kwa maana ile awareness kwamba wapate leseni waweze kufanya zile kazi, ili watu wafungiwe mifumo ile ya umeme. Lakini sio tu kufungiwa mifumo, hata zile kampuni ambazo zinasambaza umeme kuna ambazo zinahitaji leseni ya EWURA, kwa maana kwamba wale wanaofanya kazi ndani ya zile kampuni wanatakiwa wawe na leseni. Kwa zile kampuni zinapoenda kusajiliwa lazima ziseme kwamba ndani ya zile kampuni zao kuna wataalamu ambao wana leseni za EWURA. Kwa hiyo hao na wenyewe wanaenda kusaidia kuongeza ile kasi ya kwenda kusambaza sasa ule umeme kwa upatikanaji wao, sasa kwamba kampuni zipo na zinaweza kufanya zile kazi za kusambaza umeme, lakini kufunga mifumo ya umeme kwenye majengo mbalimbali. Naam. Lakini pia kuna hizi taratibu nimesema za kuuza umeme za ndani za wazalishaji wadogo, ambao pia wanachochea kwa maana ya kuongeza umeme, lakini pia kutoa huduma maeneo ambayo labda grid haijafika, kwa mfano maeneo ya visiwani. Pia kwa sababu pia tunawapa leseni na tunawasimamia, na wenyewe wanaingia kwenye kurahisishiwa uwekezaji na kulindwa ule uwekezaji wao. Engineer Joram, nikushukuru sana. Asante sana kwa kuwa sehemu ya EWURA podcast. Kwenye hii episode ya leo tumejifunza vitu vingi sana. Na natumaini pia anayetutazama amejifunza vitu vingi. Moja kati ya vitu ambavyo vimenigusa leo hii, kwa sababu navifanya pia, ni kuhusiana na swala la extension cable. Na jinsi ambavyo nimekuwa nikifahamu miaka yote ni kwamba inapunguza nguvu ya umeme isije ikaunguza vitu ndani. Kumbe ni tofauti. Ni tofauti. Inatengeneza uwezekano zaidi. Tunashukuru sana. Yes. Okay, tunashukuru sana, na bila shaka Watanzania wataanza kuwa makini kwenye masuala kama haya. Usikubali mtu yoyote tu akufungie mfumo wa umeme nyumbani kwako kama hana leseni kutoka EWURA, kwa sababu unakuwa umejitengenezea janga, unakuwa kwenye hatari ya majanga ya moto na shoti na nini nyumbani. Kwa hiyo nashukuru sana. Wakati mwingine uje pia tukihitaji ufafanuzi. Nikushukuru pia wewe mtazamaji ambaye umechukua wakati wako kuangalia episode hii, ambapo tumezungumzia masuala ya umeme, na bila shaka umejifunza mambo mengi, hususan ya kuwa salama kama wewe ni mtumiaji wa umeme nyumbani kwako. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kuchukua muda wako na kuangalia episode hii. Nikusisitize tu, kama hauja subscribe kwenye channel hii ya EWURA TV, fanye hivyo. Lakini pia kama haujatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na Twitter ambayo sasa hivi ni X,
Ufanye hivyo pia kwa sababu tunaweka updates nyingi sekta ambazo EWURA inadhibiti. Nikushukuru sana kwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi ni Janet Mesomapia, hadi wakati mwingine. Bye bye.